walimu wametuambia wengi, lakini sisi tunaahidi kwamba tutazingatia nidhamu na kufuata kile ambacho kimetuleta hapa. Baada ya siku 3 kumalizika za orientation kutoka campus kuu ya Tunguu ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, sasa siku ya leo wanafunzi wamehudhuria katika kampasi zao kwa ajili ya kuweza kufanya orientation ya ndani. Ndivyo hivyo ilivyo kwa kampasi ya Kilimani ambayo ni kampasi ya habari, na hapa wanafunzi wameweza kujumuika kwa pamoja kuweza kufanya orientation hiyo. Kuna yapi ambayo wameweza kujifunza siku ya leo, lakini kuna yapi ambayo wameweza kuyapata na kuyafahamu kutoka kwa walimu na viongozi wa serikali ya wanafunzi. Hii ni Tujengane Plus na mimi ni Badal. Tasnia zote zina umuhimu, na kila mmoja ina umuhimu kwa pahala pake na mazingira yake na kwa wakati wake. Specifically kwa yetu tasnia yetu hii habari, hususan kwa wakati tuliokuwa nao wa contemporary times, ni muhimu sana. Tuna mitandao sasa ya kijamii ambayo ni sehemu ya tasnia ya habari, ambayo kwa asilimia kubwa imevamiwa na watu ambao wako nje ya profession. You can go direct to our general election uliofanyika hivi karibuni. Muangalia role ya vyombo vya habari kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Angalia social media zilizochangia kwa asilimia kubwa kufuruga amani ya Tanzania. Kama kweli ingelikuwa social media au vyombo vya habari vinatumika vizuri, kwa tasnia ya habari is very important. Na vyombo vya habari si kila mtu tu anastahili kuongoza chombo. Na miongoni mwa changamoto tulizokuwa nazo, tuna tasnia hizi, tuna hizi social media, tuna online media, most of these platforms. Naweza kutoka kwamba wengi wao ile profession ya habari hawajaingia vioni, hawajaingia madarasani wakasoma nini kinatakiwa kifanyike. Si kila aina taarifa ambayo inatakiwa ende hewani. Taarifa ni muhimu kutoka, lakini is this the right time to provide or to disseminate that type of information? Ni wakati sahihi kuitoa hiyo taarifa ya habari. Kwa hiyo ni vyema kuizingatia tasnia ya habari, watu wakaingia madarasani, wakaingia vioni, wakasoma. Lipi la msingi la kwenda, lipi halitakiwi liende kwa wakati huu, liende kwa wakati huu. Kwa hiyo tasnia ya habari ina umuhimu sana, ni muhimu katika kujenga taifa, katika kuendeleza amani ya nchi, katika kutengeneza mawasiliano baina ya umma, kuweza kuelewa nini kinachoendelea ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini katika wakati mwafaka na mazingira mwafaka. Kwa majina naitwa Saida Shabani Salim, ni mwanafunzi wa degree hapa chuoni SUZA, ambapo nimekuja kujiunga hapa kwa mapendekezo yangu mwenyewe. Nimekipenda hiki chuo, lakini pia tumeingia hapa katika holi humo, tumeelekezwa vitu vingi na tunaahidi kwamba tutatekeleza katika yale waliokuwa wakifanya nini wakituelekeza. Na vile vile ni washauri wanafunzi kwamba tuwe na nidhamu, tujitume, tujitahidi pia ili kuyafikia malengo yetu ya hapo baadaye katika kuendeleza taifa letu. Labda tu niwaambie walimu kwamba tunawaahidi katika yale watakayokuwa wanatuelekeza na katika yale ambayo yapo, yani wameshakusha kuyasema humo ndani, kwamba tutayatekeleza kwa ajili ya maendeleo ya chuo chetu. Kwanza nianze na ninachojivunia. Ninachojivunia ni uzoefu, kujulikana na baadhi ya watu, ingawa bado ndo kwanza ninaanza, lakini nimepata umaarufu sehemu fulani kidogo, watu wamepata kunijua, lakini vile vile confidence ya kuongea sehemu yoyote na nimepata kujiamini. Lakini katika ushauri kwa watu wenye ulemavu, kwa vile elimu zipo nyingi, si lazima ile elimu ilikuwepo moyoni mwako iliyoacha alama katika moyo wako, ni vizuri kuifuata hiyo kuliko kufuata ushauri wa, sio mbaya kufuata ushauri wa watu, lakini vizuri kusikiliza moyo wako nini unataka. Lakini vile vile kwa mfano mtu anaweza kusema mimi naogopa pengine fedha nyingi, lakini baraza la watu wenye ulemavu wana uwezo wa kukusaidia. Unaweza kwenda ukaomba na akakusaidia kiwango fulani cha fedha na ukalipiwa na masomo yakaendelea vizuri. Ingawa pesa ndogo ndogo unaweza ukajitegemea mwenyewe, lakini ule upungufu mkubwa unaweza ukapunguka kwa upande wako kwa sababu umepata msaada sehemu fulani. Kwa hiyo tunatakiwa fursa hizi tuzitumie kwa watu wenye ulemavu, isiwe sababu pesa isiwe ni kikwazo cha kuenda kusoma. Kwa vile zipo, tunaweza tukaenda tukaomba na tukabahatika, na inshallah tutafanikiwa. Kwa hiyo watu wenye ulemavu hakuna sababu ya kutokusoma. Nashukuru sana wazazi wangu kwa kunipa hii nafasi ya kuja kujiunga na chuo, kwa kunishauri mambo tofauti na kunisaidia kuniongoza
Nashukuru sana wazazi wangu, wapo pamoja na mimi katika kila hatua kunisaidia kufikisha malengo yangu, na mimi natoa ahadi kwa wazazi wangu nitasaidia, na nipo tayari kuwasaidia wazazi wangu kwa shida tofauti. Naamini Allah atanisaidia kwa kila kitu inshallah. Kuchagua kozi ya uandishi wa habari hawajafanya kosa, kutokana kozi ya uandishi wa habari ni kozi ambayo imedili zaidi katika jamii, na hivi sasa tunapoenda na jamii ya sasa kwamba kozi ya uandishi wa habari inaenda kuwa kipaumbele zaidi kutokana na matukio ya jamii yanayotokea. Kwa hiyo nawashauri kwamba wanafunzi wenzangu tujitahidi sana kuchagua kozi hii kutokana ina nafasi kubwa ya ajira katika nchi yetu. Nashukuru sana uongozi wa SUZA kupitia kampasi ya Kilimani, wametupokea vizuri sana, na tunaahidi kwa upande wao, kwa vile mapokezi yao yamekuwa mazuri, hata kwa upande wetu sisi wanafunzi tutakuwa tuna jitihada na bidii katika masomo yetu. Tunawashukuru sana na tunawaahidi tutajitoa, tutapambana ili kufikia malengo yetu. Asanteni sana. Kikubwa ambacho tunatakiwa kukiangalia zaidi sisi wanafunzi ni suala zima la kuzingatia elimu. Elimu hii tumekuja hapa kufuata elimu. Kwa hiyo elimu ni kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukipe kipaumbele katika akili yetu. Lakini pia tusisahau hii elimu tunaitafuta kwa ajili ya malengo gani? Hilo pia ni suala la kuzingatia. Mengi ambayo umeyasikia kutoka kwa wanafunzi kama vile ambavyo wameyapata kutoka kwa walimu wao pamoja na wafanyakazi wengine pamoja na serikali ya wanafunzi ambacho wamekielezea kwao, lakini umeweza kuwasikia wao wenyewe namna gani wanajivunia na namna gani walivyokipokea Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, hususan kampasi hii ya habari, na kwa nini haswa wamechagua kozi hii ya uandishi wa habari. Sasa mimi sina la ziada, ulikuwa na mimi kutoka hapa katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, kampasi ya habari Kilimani, lakini pia hii ni Tujengane Plus. Mimi ni Badal, asante sana, wakati mwingine.